الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، tusimama katika marejeo yetu ya sura 7 aya 34 na 35. aya 34 inasema: a'udhu billahi minash shaitanir rajim وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. نسمع hajapatokezea kutumwa mtume katika mji wote, nadhir ikiwa nabii ikiwa rasul mwonyaji, ila isipokuwa qala mutrafuha, wale watu wanaishi katika tarafu, wanaogelea katika starehe za mali zao. Kwa hivyo hawajaacha starehe ile na wamefanya. Kwa hivyo hawa ahli taraf, starehe huwa zinapindukia mipaka mpaka kuacha hukumu za Mwenyezi Mungu. Starehe inasababisha nafsi kuchukia hidayah, kwa sababu hidayah inataka subra, hidayah inataka ucha Mungu, hidayah inataka udhalilifu, sio udhalilifu kudhalilika na mbele ya watu, ujifanye mutawadhi, kinyume na kuwa mutakabbir. Majivuno na kibri iko mbali na hidayah ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo haya hayapatikani katika wale aina ya watu ambao wenye kuishi katika taraf, mutraf, yani watu wanaishi katika starehe ya juu, high class. Kwa hivyo mutrafuha ni wale watu ashabu hishma, wanapewa hishma kwa ajili ya mali yao, wanapewa ashabu neema, walioneemeshwa Mwenyezi Mungu, wale ambao ndio wanaitwa almala, watu wakubwa wenye kauli, wakisema neno watu wengine wanyonge wanaambiwa wakaa upande. Watu ambao wenye tharawat na hazina chungu zima, watu wenye sauti kalima, wakisema neno lasikika. Watu jeuri, jababira, majabbar, watu ambao ndio wenye kujua kujibu, wao ndio mstari mbele wa kujibu. Jeuri zao na kibri yao inafanya sisi ndio wenye kusema, sio wengine. Wewe unasema mbele za watu, kaa kimya. Wewe nani wewe hata ukainuka ukasema? Hii ndio kauli ya nini? Mutrafuha na kuhadi. Kwa hivyo aya 34 tukiona kwamba hatujampeleka mtume wa arsalna fi qaryatin, katika mji wote, min nadhirin, mwonyaji, ikiwa nabii ikiwa rasul, illa qala mutrafuha, wenye kusema kwanza mdomo mrefu ni wale nani? Ni wale ambao inna bima ursiltum, wale watu wa mabwana wenye kuwadhulumu na kuonea wanyonge, wasema hayo mliotumwa ursiltum bihi kafirun, tunayakufuru, tunayakataa. Yale mlokuja nayo tunayakataa, kwa sababu yale haendi na matamanio ya nafsi zao kabisa. Kama tunaona kwamba kina Abu Jahil na nani walikuwa wanajua la ilaha illa Allah. Kuna mmoja alimuuliza Abu Jahil, kumbe huyu Muhammad ni mkweli huo? Mkweli ni mtume kweli? Kamba kwa nini unajua sasa? Sinajua kama mkweli, lakini kwa hiyo mtume uje upande wao. Zamani tukifanya mambo ya khairi sote, hawa wakinyesha maji watu hawanalisha, hawa wakifanya nini, wakikaribisha watu hao sitafanya hivi. Tulikuwa tunakwenda sambamba katika mambo yote, halafu ghafla tumefika karibu na mguso, yani kama tunakwenda race vile, sio mashindano. Mguso ile pale, mstari ending line ile, anasema hata ikifika kwenye mguso wanatoka kasa, sisi kaja kwetu mtume. Na sisi kabila nyingine tutaokota wapi mtume tena? Kwa nini uje kwao usije kwetu? Kwa nini mtoto yatima yule kwa mtume, na sisi wenye mali, wenye sauti, wenye utajiri, wenye kila kitu, wewe hatupewi?
Kwa hivyo utaona kitu cha mwanzo kwamba wanaikataa la ilaha illa Allah, si mtu kusema la ilaha illa Allah, la. Wanajua nini kusudia ukisema la ilaha illa Allah, maana yake خلاص niwache haya matamanio yangu yote kabebeni, niwe mimi sasa na mtumwa wangu, niwe mimi sasa na mnyonge yote, kila mmoja na haki yake. Kuna mmoja katika wakubwa kabila walisilimu kwa nguvu, hawajui Uislamu, wanakaa mbali na Madina. Kwa hivyo siku hiyo alikuja katika kutufu na kaslimu mpya bado, kaja mmoja akamkanyaga kitu kama hivi, yeye au kamsukuma hivi, akaenda kashtaki kwa Umar Khattab wakati wa khalifa wake, fulani kanipiga, ala njoo yuko hapa. Mimi wewe unaniita mimi, kwani unajua mimi nani? Mimi mkubwa kabila fulani. Hata kwa ukubwa nani, madhalimu mkosa lazima alipize kisasi na yeye akupige kama alivyompiga mimi. Alipiga huyo, unanijua mimi? Akaambia atakupiga. Akapigwa. Na hii ndio maana na yule Mkibti alipopelekwa Amr ibn al-As Makkah, wapi huko Misri, kwa ndo wali governor, wakashindana baina Mkibti na mwanawe katika resi zile, akamshinda, akampiga kwa ile fimbo yake. Kwa nini unanishinda? Kwa nini usiniachie mimi nikatangulia nikakupita nikapata sifa mimi? Hala, katoka Misri mpaka kwa Umar Khattab Madina, kenda kumshtaki mtoto Amr ibn al-As kanpiga kwa sababu mshinda katika resi. Kaitwa yeye na baki, kikufikia barua hiyo je sasa hivi Madina. Alipofika akasema, akaelezea kesi, ikapita mbele ya Umar Khattab, kaambia kama wewe umempiga kweli, kaambia mimi kwa sababu gani? Kwa sababu kanipita. Ala, mbele ya Umar Khattab anaweza kusema uongo? Iko Umar Khattab yuko mbele ya Allah siku hiyo tena, subhanaka ya Rabb. Kwa hivyo akasema hivyo, kaambia chukua fimbo hiyo alokupigia, mpige kama alivyokupiga, na mpige na babake, kwa sababu ndio alomfundisha vile. Ala, na babake pia kama mimi kisasi changu na huyu sio wake, mpige. Ndio akasema kauli hii imeandikwa kwa wino wa dhahabu, mata istabadtum an-nas wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Nimekujaje hata nataka kuwafanya watu maabidi tena, mrejesha utumwa watu na hali mama zao wamewazaa wakiwa ni huru, nataka kuwafanya watumwa. Na hii ndio istibad linasasi. Kwa hivyo walijua haki, wakajua nini maana la ilaha illa Allah. Akina Abu Jahil na kina Umayya ibn Khalaf na wengine hawakubali kusema la ilaha illa Allah, kwa sababu nikisema nishajikamiti, nishajitia mtegoni na mimi nataka kustarehe. Kwa hivyo hii mtrafuha wako mstari wa mbele wa kujibu. Na ukitazama katika kaum Nuh, alimwambia nini Nuh? Wamemwambia anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun, tukuamini wewe utume wako na hali waliokufuata wote watu hali ya chini, wadhalilifu, watu wanyonge, la tukuamini. Subhanallah. Haya ndio maneno wanasema wakubwa, mutrafua daima hivi. Kaumu Salih walisema, qala alladhina istakbaru, wanasema inna billadhi amantum bihi kafirun, hakika sisi kwa lile uliamini wewe sisi tunakataa na kufuru. Na hapa hii nini kama wasema inna bima ursiltum bihi kafirun. Kwa Salih amesema nini? Inna billadhi amantum bihi kafirun, maana moja kuliotumwa, kulioamini. Kama umetumwa na umeamini kwanza ndio kaeleza kauli sio. Naam, hivi ndivyo wanafanya. Wakadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Wakadhalika ja'alna fi kulli qaryatin, kila mji tumefanya hivyo. Kadhalika ndio hivyo basi, tumejalia katika kila mji akabira mujrimiha, wale wakosefu waovu, mujrimu, wale wakubwa zao, vigogo vyao mujrim, liyamkuru fi, wao ndio wenye kufanya makr na kedi na vitimbi vyao. Na hivi vitimbi vyao kubwa kuja kuambia inna bima ursiltum bihi kafirun, mlotuma sisi nakata, hao ndio wenye kufanya hivyo. Lakini Mwenyezi Mungu wanapotakia maangamizi aina kama hii, anaacha wazame katika tarafu, katika starehe zile,
mpaka kija pigo kubwa wanapata maangamizi tu. Ndio wanasema idha aradna an nuhlika qaryatan, tupo katika qura na qarya. Qarya kwa sasa lugha ni village, village kidogo, kijiji kidogo, lakini qarya ni mji kamili kwa zamani. Naam, kwa lugha zamani. Anasema idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha, tukitaka kuangamiza sisi tunawaachia wale wastarehe, watu matajiri na mabepari na waovu wanaofanya maasi kwa starehe zao za kila aina, tunaamilisha wao, yani kama tunawacha mutrafiha wafanya wanavyotaka. Fafasaqu fiha, wakafanya fisq katika mji ule. Fahaqqa alaiha alqawl, kauli ya Mwenyezi Mungu ikathibiti kwamba maangamizi yatokezee. Sasa inapofika sekunde ya mani, fadammarna alqarya, fadammarnaha tadmira, tukaangamiza maangamizi. Hii ndio lugha ya Kiarabu, tamu wake fadammarnaha tadmira, tukaangamiza maangamizi. Anakula mlo, anapiga mpigo, au sio? Kwa hivyo lugha kama hii inatumika na baadhi ya neno kutia sifa katika neno, katika sifa mweupe pepepe na mweusi kiza jeusi totoro, na nyingine tulia tuli au sio? Tulia kama haya ya kuzidisha katika fi'il, kitendo na sifa ya kuni hutumika sana katika lugha. Unaposoma katika sura al-Fajr, amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqul rabbi ahana, kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahaduna ala ta'ami miskin wa ta'kuluna turatha akla. Mnakula mlo, lakini bado hapa imeongeza akla na lamma, wa ta'kuluna turatha akla lamma, sio na mnakula mali ya watu na urithi wa watu aklan, mlo gani? Walamma, wakukusanya zote mkate ya limu, yani ni kukusanya kwake aklan lamma. Naona kauli hiyo, subhanallah, lugha ya Mwenyezi Mungu subhanallah. Azia watakuna turatha aklan, mnakula mlo, tena mlo wenyewe kukusanya kila kitu wote wanake. Watuhibbuna almala hubban, na mnapenda nini? Mali, hubban. Akasema mnapenda mapenzi. Mapenzi gani? Jamma yani kabir, kubwa, mapenzi makubwa kabisa. Hata leo kuja hata idha dukatil ardhu dakkan dakka, dabal bitumika idha dukatil ardhu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Fa lugha kama hii ni lugha inazidisha utamu na inazidisha kufahamika ili kusudio ukubwa wake wa kusudio sifa yake. Kwa hivyo hapa tunasema nini? Tunarudi tena fadamarna tadmira. Hizi ni aya za kuonyesha kwamba mutrafuha ni watu walengwa zinapoanza kuja adhabu. Mutrafuha ni watu hatari wa kufisidi na kuharibu jamii katika qarya yoyote, kama wanavyotaja Mwenyezi Mungu katika mji wote. Na malengo ambayo yanadanganywa na shetani ili waweze kujitetea kwa madai yao na matakwa yao, ni kama shetani anavyofanya. Sikiliza aya za 80. Aya zinasema 35, waqalu nahnu aktharu amwalan wa aulada wama nahnu bimu'adhabin. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هنا lengo hilo kwamba ikiwa sisi, wakalu wakasema, ikiwa sisi aktharu amwalan wa aulada, yani aktharu amwalan wa aktharu auladan, tuna wingi wa mali na watoto. Kwa hivyo sisi tuko wengi na mali nyingi na utajiri mwingi. Hilo ndio lengo shetani alopulizia, kaambia hamtaadhibiwa na nyinyi mnayo, sio? Kwa maana nahnu bimu'adhabin, sio sisi wa kuadhibishwa. Mwenyezi Mungu kwa mizani hii wanaoipimia hawa mutrafu, hawa
ashabul amwal, wenye mali na starehe na wenye sauti ya kusema, kauli ya kusikika. Kwa sababu nini? Wao wanatazama wale wanyonge, ndio wanategemea riziki zao kwao. Kwa hivyo wakitaka staki watasikiliza. Kwa hivyo hawa mizani yao yadkhulu janna, au kusamehewa au kujiepusha na nini na moto ni mali zao. Wa nahnu bi'adhabin, kwa sababu nini? Kwa hivyo iftikhar, wanajitafakharisha kwa kathrati al-amwal wa kathrati al-aulad, na wakaona ndio dalili ya kupendwa na Mwenyezi Mungu kwa kupewa mali. Inakuja kama tunasema, fama al-insanu idha mabtalahu rabbuhu akramahu fa-akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Mwenyezi Mungu akimtia mtihanini binadamu, akampa mali nyingi, akamkirimu kwa mali, anaona nini? Akamneemesha kwa mali, fa-akramahu wa na'amahu fayaqulu, asema rabbi akraman. Mwenyezi Mungu anaona amenitukuza, amenikirimu. Na mwingine yule mnyonge, kwa hivyo itakuwa kinyume chake. Wa ama idha mabtalahu, anapotiwa mtihanini, faqadara alayhi rizqahu, Mwenyezi Mungu akamkadiria riziki yake, akampa kipato chake kidogo, fayaqulu rabbi ahana. Mwenyezi Mungu amenidhalilisha, amenifanya mnyonge. Ndio mwenyewe anapotaka Mwenyezi Mungu, tani mnyonge, sina mali sana. Akalla, si wewe wala hawa hawajakirimiwa wala hawajadhalilishwa, bali wote katika ibtila, katika mtihani. Kwa hivyo hapa kuna katika sura Al-Kahf wale wawili walipokuwa wanashindana, moja na mali chungu zima na mashamba yaliyojaa matunda, jannatain huku na huku, aina katika hafafnahuma binahar waja'alna bainahuma zar'a, kilta aljannatain atat ukulaha, chakula chake kinakuja kwa wingi. Akaona mimi utajiri huu na mali hii, faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu, akakaa anazungumza sahibi yake mu'min, na huko akijadiliana katika maneno, ana aktharu minka malan, mimi na mali huko wewe, wa a'azzu nafara, mimi aziz, mimi mkubwa kuliko wewe na heshima yangu katika jamii. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, kadhulumu nafsi yake. Haona mali imestawi, miti na bustani yake nzuri sana. Akasema ودخل جنته وظل قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هاتوتكتيا kabisa. وما أظن الساعة قائمة، ولا سنانك أقول لك يا مريم وإن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Kama nitarejesha kwa muda wangu nitakuta hivi mazuri zaidi kuliko haya. Sikanipa duniani, kwanza sinipa akhera. Hivyo ndio shetani anakupulizia. Kwa hivyo wajue kwamba yuko mali zote hizo pale pale wako mafakiri wanamhitaji Mwenyezi Mungu kwa kila kitu. Wewe ukitazama aliyopewa mali, aliyopewa utajiri, aliyopewa nini, njoo mtizame alionyimwa mali. Tizama uadilifu wa Mwenyezi Mungu. Simama utazame huyu kapewa nini na nini na nini, halafu useme huyu mwingine alionyimwa mali. Tizama huyu kapewa nini mbele yake, ili uone kwamba uadilifu wa Mwenyezi Mungu, mali na utajiri na hiyo alipewa ule tajiri na nini, ndio mzamuli. Kapewa siha nzuri, kapewa sura nzuri, kapewa maneno mazuri, na yote jua kwamba hatuyaoni. Kapewa takwa, kapewa imani kubwa, kapewa asio. Sasa tupowekewa wazi, kila mmoja kaonesha, wewe kwa mali njoo, wewe kwanza una pressure, wewe kwanza una sukari, wewe mzima, mwambie sasa kilomita 15 utakwenda mbio, umri mmoja au uongo bwana. Huyu mtizame mke mzuri, anasikia maneno, wanasikilizana, watoto mashallah wamehifadhi Qur'ani, huyu watoto mmoja mkutabangi mmoja hayali. Kule Arabuni tunaambia na sisi, mimi nataka passport, nataka nini, kipata mali nitakuwa hivi, nitaendesha gomba. Tazama waliopata mtoto wao amekuwa jeuri, unamsemeza. Nimeshamsemeza mtoto miaka 6, wewe usivunja, anachukua chupa ya soda akishakuwa bado vunja. Wewe unavunja chupa, mtoto mdogo kama hivi, watakuja watu wachikati. Usikutete mimi. Kama zoe nani? Mtoto mdogo miaka 6 ajibu mtu mzima. Nikaondoka taratibu, nikasema hii ndio faida nini kwa mali na nini, lakini tazama athari yake.
Wangapi wanagongwa na magari accident, walivunjika mguu, walikuwa kwa kitandani. Nini mali? Jeuri mali, wana magari makubwa spidi 200 kwenda kilomita. Hii ndio usitazama uadilifu wa Mwenyezi Mungu aliyomnyima nini yule. Na kama sema Sharawi utamkuta mtu katika matajiri mabasha wale na Masri kule. Anasema akiharibika na mfereji wake anakwenda kukaa chini yule duka mlango wake yule mtengenezaji mabomba nani fundi bomba. Bwana twende bwana nyumbani. Nitakuchukua katika gari yangu nitakupa kadha, ngambia samani njoo baada saa mimi na kazi hapa. Mtu anaisubiri. Na yeye anariga kwa ile aliyopewa sio. Ndio hivyo. Mwenyezi Mungu lazima anamfanya huyu mwenye kuhitaji mbele huyu. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. aya hii kama naisoma mtu anajiona nafsi yake, jua mali yake, utajiri wake, basi kama ana imani akaisoma aya hii atakuwa mutawadhi mbele ya mwenziwe maskini akitaka staki. Akifahamu maana hii, ya ayuha nas antumul fuqara ila Allah, nyinyi mnahitajia ufakiri, maana mnahitajia kila aina msaada ila Allah, mbele ya Allah sio mbele ya mwenzio ukajionyesha ukatoa madola yako ukamwonesha mwenzio shilingi 2,000 ukamwambia la wallah sio tajiri huo kidogo anakoa anafikiri kifua kikuu stala nini au sio. Kwa hivyo antum alfuqara wataka siha, wataka tawfik, akupe afya, ana yote akupe maisha mema duniani na akhera. Na hayo mwenyewe mali yako utanunua vitu hivi? La wallahi antum alfuqara ila Allah wallahu alghani, mkosi mwenye kila kitu asiyohitajia kitu, na yeye ndo mwenye kuwapa wahitaji. Subhanallah. Kwa binadamu analinga nini hata kuomba kwa wajibu majibu kama hayo. Kwa hivyo aya zikiendelea, وقالوا نحن أكثر مالا وأولادا وما نحن بمعذبين. سيما قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل يا محمد، سيما يا محمد وابيه، إن ربي حقيقة ملوان قمليزي يبسط الرزق لمن يشاء، هم فنقولي أنكم كنجولي رزقي أمتكاي، ويقدر na humdhikisha, umtia dhiki, humkadiria kidogo tu. Na mkadirie tu maana kama kwamba kadri hii imetumika katika lugha ya Kiswahili, mkadiria alimpa kidogo, sio maana yake. Lakini ndio maana kwamba qadar imetoka kwa Mwenyezi Mungu aliyomnyima yule, imechukua uzito mwenye kumpa nyingi na kumkadiria. Kadri imeleta maana nini zaidi? Kumpa kidogo, sio kumjalia maskini na fakiri, sio kama kwamba qadar na kumkadiria imechukua uzito zaidi katika maana yabsut, anamfungulia, anamkunjulia, sio nani wala, lakini yaqdir hapa maana yake anaubana, anambania na asli. Kwa hivyo ukitaka maana qadar ni ile Mwenyezi Mungu anapokadiria kila jambo, kisha hukumu kila kitu kiwe hivi, na kinakuwa kama alivyohukumu mwenyewe na kumkadiria binadamu chote. Lakini hapa imeiba kaulu qadri, imeibiwa katika nini? Katika umaskini imepenyeza wayaqdir, au sio? Na kwa hivyo hapa imechukua bimaana nini? Tukamfanya maskini, akafanya qadri, akamdhikisha, akamfanya nini? Kampa dhiki katika maisha kidogo na dhiki. Na inna rabbi yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir, ni maana hiyo kama nini? Madha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu, na ile amma idha mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu. Kwa hivyo yaqdir yafanya nini? Bimaana nini? Ni kumpa riziki ndogo. Inna rabbi yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdiru liman yashaa. Lakini liman yashaa mbili hazina haja hapa, au sio? Mmoja inapiga zote mbili kish jambeni. Inna Allaha yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir.
na mara nyingi lugha hii inatumika katika Qur'an hata uoneshe nini uone kwamba utukufu wa Qur'an inna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru liman yasha'u hasibu hii ndio maana lakini nasema tumesema sisi mara nyingi ukitumia moja neno moja linaweza likatumika akthar min makan na unasema idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa jaa fi'l madi sio lakini fi'li ash-shart kija idha itapokuja jaa si madhi imekuja sio tabidha jaa imekuja nini kwa kizungu tunaita unreal past wanasema sika nini wanaita hii unreal past jaa lakini biqasd mustaqbal if he came I would do kama atakuja came past lakini najua haji basi fike mmemshamwakia chake if he came I would give it to him kwa hivyo hapa idha jaa nasrullah in jaakum fasiqun atapokujieni fasiq binaban kwa habari yote fatabayanu hakikisheni kwanza msikubali kuhukumu tu in jaakum wakati wote atakayetokezea sitategemea kwamba mtu baada ya nusu saa atakuja au kesho wakati wote atakapotokezea kesi hii muitazame kwa uzuri lazima mthibitishe muulizie tafuti kile yule aliyetendewa ile jambo naye pia atoe nini ushahidi wake kadhalika fatabayanu yani fatathabatu thibitisheni hakikisha na idha jaa nasrul fath wa idha ra'aita an-nas lakini idha ile moja sio wa idha ra'aita bimaana wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kwa hivyo hapa utaona kwamba kama tazama wakati mwingine Qur'ani inakupa kauli lakini wewe mwenyewe kusudio lake unalijua unaposoma katika kauli mfano tukienda katika sura ya Imran ukisema qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata ulikuwa na nini ishara kubwa katika nini fi'a jeshi yani kundi la makafiri na waislamu fi fi'atayn katika makundi mawili majeshi mawili iltaqata yanokutana sawa halafu Mwenyezi Mungu asema fi'atun tuqatilu fi sabilillah kundi moja linapigana katika njia nini ya Allah طيب hiyo maana yake nini hao waislamu sio طيب wa ukhra na kundi la pili iwe nini hebu sema mwenyewe iwe nini fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa fi'atun tuqatilu fi sabili ash-shaytan au sivyo nasikiza lugha nasema Mwenyezi Mungu asema fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafira يعني أخرى وفئة أخرى تقاتل في سبيل الشيطان kwa hivyo shetani maana yake katika kufuru kwa hivyo wakati mwingine hakupa neno lile unalofikiria kwa ndo hakika ndio ile hakika lakini kakupa kwa lugha nyingine ili akuzidishie maana akuzidishie maana kwa hivyo unaona hii kauli kama hizi ziko sana imetumika katika Qur'an hapa ndipo nataka nini ujuzi wa lugha uweze kufahamu kusudio nini aya inakusudia nini kwa hivyo kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru liman yasha'u lakini kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir sawa anampa utajiri anampa maskini liman yasha'u kwa mtakaye sawa walakin akthar an-nasi la ya'lamun wengi wao hawajui yani hawajui ndio maana nini ina maana kwamba akiona kapata mali ndio anapendwa Mwenyezi Mungu ana kwamba akapewa mali kwa hiyo afanya anavyotaka la hajui kama ni mtihani mkubwa kwa sababu haya tumesema kalla sio la huyo jambo kwa kumkirimu wala huyo tujambania riziki kwa kumtesa na kumdhalilisha abadan lakini Mwenyezi Mungu anasema ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin wanafikiri wao tunawapa tunawakunjulia tunawafunulia mali tunawapa tajiri mali na watoto la nusari'u lahum fil khairat nusari'u lahum fil khairat tunaharakisia katika khairat zao chukue kabisa duniani
kama alivyosema Mtume sala wakati Umar al-Khattab kaja kamkuta Mtume sala kalala katika kijibu sati kibovu bovu kimefanya alama mkono wote huu mpaka machozi yanamtoka. Ya Umar, unalia nini? Unalia nini ya Rasulullah? Malik Faris wa Rum wamestarehe katika vitanda vikubwa vikubwa na magodoro yao mazuri mazuri na matandiko yao ya hariri, na wewe khairu khalqillah fil kaun, mbora viumbe wote, unalala kwa ipara kama hapa mpaka mwili wote umefanya alama kwa alama za sasa. Akaambia wewe uamini ya Umar? Alafu akaambia ulaika qaumun ujilat hasanatuhum fi dunya, wale watu waamini harakiziwa mema yao kabisa mshapewa duniani, yani wakenda huko hakuna kitu chao, yani bimaana sisi tumeakhirishiwa, tustahimili, tuna subra ili kwa ajili tupate kustarehe peponi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema katika aya kama hii, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banina, wanafikiri kwamba tunawapa mali na watoto, wakajiona kwamba wao ndio wanapenda wapenzi wa Mwenyezi Mungu. La abadan, nusari'u lahum fi khairat bal la yash'uruna, hawahisi wao kwamba nazisha. Kwa hivyo kauli hii kwamba Mwenyezi Mungu anakataza waumini, na hii lazima unatakikana kuzinduliwa waumini nao pia sije wakahadaika. Hata ilivyokuja muumini alikuwa mtumwa bora kuliko kafiri alikuwa bwana, asio walau ajabakum wala ajabatkum wala asio mekuja hata akiwa wamekupendezeni, la abadan. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anapotoa amri na kuwatanabahisha waumini kwa kuambia fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, fala tu'jibka, usioni ajabu ukaadmaya, asema ukaona wewe ukawapa heshima usostahili kupa heshima. Mtajiri wako na mtajiri wako, wewe imani yako nzito kuliko yeye, wakupe ihtiramu wewe kwa sababu ya imani yako, sio kwa sababu ya makosa yao na uovu wao na maasi yao, basi kwa sababu ya mali ukaanza kuinamia na kama unakuabudu. La abadan, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, yani usiwape ihtiramu ya kupindukia mipaka mpaka ukajidhalilisha mbele yao. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum inma yuridu Allah liyu'adhibahum biha, amewapa maksudi watumie mali zao wapate kuadhibishwa kwa mali, kwa sababu yale maasi watakayofanya kwa mali ile, sio? Kwa hivyo hapa فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، هذا كعذبيش كما يشاء دنياني وتزهق أنفسهم وهم كارهون، نفس زاو zitoke na humu wanachukia kwa ile mali waliopewa na starehe, kwa sababu kutoka nafsi pale wanaona haki pale, basi pale wanakudikia. Inna Allah yu'ti al-mal liman yuhib wa man la yuhib, Mwenyezi Mungu anampa mali kwa anayetaka mali, kwa mwenye kuitaka nasi, kwa mwenye kumtaka nasi mtaka, au kwa yule mwenye kuitaka mali nasi yataka mali. Walakin la yu'ti al-iman illa liman yuhib, hampi mali ile kwa yule anayempenda Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu akikupenda ukajaliwa min awliya illah, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Tunasimama katika aya hii, maelezo ndio kesho inshallah mpaka na aya 37 tutapitia hadha. والله أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.